Bwana Yesu apewe sifa. Mpenda karibu kwenye kipindi kizuri hiki cha mafundisho kupitia channel yetu nzuri hii ya Family Complex TV. Channel ambayo iko hapo kwa ajili ya kukuhabarisha, kufundisha, kuelimisha, hasa kwa habari ya kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu na jinsi mwanadamu na Mungu tunavyohusiana. Tunakwenda kuzungumzia habari ya maisha ya familia. Maisha ya familia ni siri kubwa ambayo Mungu ndiye aliyeiasisi. Kwa hiyo tunapokwenda kuangalia maisha ya familia, tutakwenda kuwa na mfululizo wa masomo yanayoitwa mihimili mitatu ya ndoa. Mihimili mitatu ya ndoa, the three pillars of marriage. Biblia unapoisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza fungu la 26 mpaka 28, nazungumzia, anasema Bwana Mungu akasema, na tufanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, wakatawale samaki baharini, na akataja uumbaji wote kwamba unakwenda kuwekwa chini ya mwanamume na mwanamke aliyowaumba. Lakini katika sura ya pili fungu la 18 kitabu hicho cha Mwanzo, anasema Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Kwa hiyo hapa ndipo ilipoanzishwa taasisi ya ndoa. Sasa taasisi ya ndoa, naongea na wanandoa, naomba unifuate kwa makini. Tunapozungumzia taasisi ya ndoa, tunazungumzia taasisi ya kimbingu. Mwasisi na mbunifu wa taasisi ya ndoa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ili ndoa iwe ndoa ya kweli, lazima Mungu ndiye ashirikishwe, ndiye afuatwe, ndiye asikilizwe katika uendeshaji wa ndoa. Sasa ndoa ina mihimili mitatu. Ni ipi hiyo? Hebu soma kitabu cha Mwanzo sura ya pili kuanzia fungu la 18 mpaka fungu la 25. Hapo ndipo maelezo kuhusu ndoa yanapotolewa. Anaanza kwa kusema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, tutamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Baada hapo katika fungu la 19 na kuendelea, anasema Mungu akamletea, akaumba wanyama, afa akawaleta kwa Adamu viumbe mbalimbali ili aone Adamu atawahitaji. Adamu akawapa majina. Baada hapo kwenye fungu la 21 anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Na alipokwisha kulala, Bwana Mungu akachukua ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Na ile ubavu aliyochukua katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, ataitwa mwanamke, sababu ametolewa katika mwanamume. Fungu la 25 na fungu la 24 anasema, kwa hiyo mwanamume ataacha babake na mama yake, anapatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Fungu la 25 anamaliza kusema, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Sasa tutajikita katika fungu la 24 pale anaposema mtu ataacha babake na mama yake, ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Sasa nataka nikwambie siri ya ndoa. Ndoa ni mambo matatu tu ambayo yanaitwa mihimili mitatu ya ndoa. Sasa ni ipi hiyo? Katika fungu la 24 anaposema mtu ataacha babake na mama yake, ataambatana na mkewe, watakuwa mwili mmoja. Ni hivi, ndoa ni mambo matatu tu. La kwanza, utayari wa kuacha. La pili, utayari wa kuambatana. La tatu, utayari wa kuwa mwili mmoja. Haya matatu yakikamilika, ndoa imekamilika. Sasa nataka nikwambie kwamba ukiona ndoa yoyote ile, ya mila yoyote, ya taifa lolote, ya watu yoyote, awe mzungu, awe Mwafrika, awe Mwarabu, awe Mhindi, awe Mkristo, awe Muislamu, ndoa yoyote,
ukiona wanagombana, hawaelewani, ndoa yenye mzozo, ni mambo matatu tu: ama wameshindwa utayari wa kuacha, ama wameshindwa utayari wa kuambatana, ama wameshindwa utayari wa kuwa mwili mmoja. Ama wote ama mmoja wameshindwa utayari huo. Ukiona tu watu wana mzozo, mara wasuluhishwe, mara na wazazi, mara majirani, mara viongozi, mara na watu wa jinsia, mara wako mahakamani, ujue mambo matatu tu. Sasa mambo haya ni mambo gani? Ujue ama wameshindwa kuacha, ama wote ama mmoja, ama wameshindwa kuambatana, ama wote ama mmoja, ama wameshindwa zoezi la kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo tutaangalia haya kwa kina kabisa. Nini maana ya kuacha? Nini maana ya kuambatana? Na nini maana ya kuwa mwili mmoja? Sasa nataka nikupe siri hii katika uchache, katika hizi pointi tatu: kuacha, kuambatana, kuwa mwili mmoja. Kuna siri kubwa. Kuna mambo 7 ya kuacha. Kama umedhamiria kuwa na ndoa yenye furaha, kuna mambo 7 ya kuacha. Alafu kuna mambo 7 katika zoezi la kuambatana. Alafu kuna mambo 7 katika zoezi la kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo 7 jumla mambo 21. Karibu tujifunze pamoja. Kuwa tayari kujifunza mihimili mitatu ya ndoa. Karibu na Mungu akubariki.